الحمد لله الذي تكفل بحفظ دين المتين ونصب أموره في كل عسر طائفة يتفقهون في الدين وينذرون أوفقهم الغواية على شفا حفرة من الضلال المبين وليطهروا حريمه عن أرجاس الكفر وأدناس الإلحاد وزندقة حتى ينبلج سبل الحق ويستبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا ومعظمنا محمد نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فجزى محمدا خير ما جزى به النبي عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه غور الميامين. وبعد، أحبابي في الله، فيا قرة العقيدة ويا إخوة المجتهدون في العبادة، أما بعد، السلام والشكر الماضية يختص على الله وعلى الرسول وآله. أولا أوصيكم وإني كذلك على ذه الوصية وهي تقوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, waja wa Allah tabaraka wa taala, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama kwa pamoja hatuna budi kuzipeleka shukurani zetu za dhati kwake yeye Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye kwa mamlaka yake na kwa nafasi yake na kwa ukuu wake ndiye aliyeweza kutupa kibali cha kuiona siku hii ya leo, ikiwa ni siku miongoni mwa masiku yaliyotamaniwa na walio wengi, lakini miongoni mwao wapo ambao Allah tabaraka wa taala hakuwajalia kuiona siku hii ya leo kutokana na umauti ambao umekwisha wachukua. Lakini pia kuna baadhi ya ndugu zetu, jamaa zetu, rafiki zetu walitamani kuiona siku hii ya leo na wadiriki mwanzo wa hutuba ya Jumaa kama ulivyoweza kudiriki wewe, lakini kwa mapenzi yake Allah tabaraka wa taala ni kweli amewajalia wameiona siku hii ya leo, lakini hakuwawezesha kudiriki mwanzo wa hutuba ya Jumaa kutokana na nyudhuru mbalimbali walizonazo. Miongoni mwazo, wengine muda huu wako hospitalini wanapumlia oxygen, na wengine wanaongezewa dripu, na wengine kwa maradhi yao wako nyumbani, lakini wengine pia wako safarini, lakini miongoni mwao pia wengine wameshughulishwa na nyudhuru ambazo si za sheria. Ikiwa mimi, wewe, yule, wao, sisi wote ambao kwa namna moja ama nyingine Allah tabaraka wa taala ametupa kibali cha kuiona siku hii ya leo, lakini pia akatuwezesha pia kuwa na fikra na maamuzi sahihi ya kutoka nyumbani na kuhudhuria hapa masjid. Wallahi hatuna budi kwa pamoja kumshukuru yeye Allah tabaraka wa taala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Kwani umuhimu wa kumshukuru yeye Allah tabaraka wa taala ni pale baada ya kuona kwamba kuifikia siku hii ya leo, ama kudiriki mwanzo wa hutuba ya Jumaa, ama kuhudhuria katika salatu Jumaa, si kwa uwezo wetu wala si kwa ujanja wetu wala si kwa maguvu yetu wala si kwa elimu yetu wala cheo chetu wala uzuri wetu, isipokuwa ni kwa uwezo wake yeye Allah tabaraka wa taala. Kwani yeye pekee ndiyo mwenye uwezo, anaoweza usiowezwa na chochote kitu wala mtu.
Lakini umuhimu na thamani ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala ni kuzidishiwa. Moja katika ofa aliyotoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake ni pale alipowaambia kwamba mkiwa na utaratibu wa kunishukuru mimi Allah tabaraka wa taala kwa neema ambazo pia nakujalieni, basi nami pia nitakuzidishieni. Ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuendelea kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kila neema aliyotupa, ikiwa ni pamoja na uhai, lakini yale maamuzi ya kutoa hatua kutoka nyumbani mpaka hapa masjid kwa lengo la kutekeleza lengo la kuumbwa kwetu. Wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, kwanza kabisa nitapenda niusie nafsi yangu sambamba na kuhusia ndugu zangu Waislamu katika nukta nzima ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwani nukta ya kumcha Allah tabaraka wa taala ndiyo lengo la mimi na wewe kuumbwa na kuletwa hapa duniani. Ikiwa kila kitu kina lengo, basi tambua lengo la kuumbwa kwako ni ili umfanzie ibada yule aliyekuumba. Kila jambo tumeona lina lengo. Hata ikiwa wewe wasomea udereva, pia una lengo la kusomea udereva ili uwege. Kwa hiyo lengo la kuumbwa kwetu ni ili tumfanzie ibada yule aliyetuumba. Nikimnukuu Allah tabaraka wa taala akisema, ba'dhu billahi minash shaitani rajim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba watu na majini isipokuwa lengo la kuwaumba ni ili wanifanzie ibada. Itakuwa ajabu kwa Muislamu mwenye akili timamu baada ya kutambua lengo la kuumbwa kwake alafu akawa si mtekelezaji wa lengo hilo. Kwa sababu tulio wengi tutambua lengo la kuumbwa kwetu, ndio maana tumeacha shughuli zetu ambazo zitatuingizia kipato na kusukuma riziki katika maisha yetu. Tumeacha mambo yetu yote, tumeyastisha kwa ajili ya kuja hapa ili kutekeleza lengo la kuumbwa kwetu. Kupitia hilo pia tujipongeze kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Kwani wapo miongoni mwetu ambao pia wanatambua lengo la kuumbwa kwao lakini si watekelezaji wa lengo hilo. Wapo miongoni mwetu ambao wanatambua lengo la kuumbwa kwao wakaacha kuliishi kwa makusudi tu. Lakini wapo miongoni mwetu ambao tutambua lengo la kuumbwa kwetu na tukaliishi, kama leo hii tumeacha shughuli zetu na kuhudhuria hapa kwa lengo la kutekeleza lengo la kuumbwa kwetu. Ahbabi fillah, wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, ama hutuba yetu ya leo haitazungumzia mapya tofauti na yale yaliyokwisha zungumzwa na mashekhe zetu waliokwisha tangulia, ikiwa ndani yake ni kuamrishana mema sambamba na kukatazana mabaya. Kwani jukumu la kuamrishana mema na kukatazana mabaya ndio jukumu letu sisi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nikimnukuu Allah tabaraka wa taala akithibitisha jukumu letu hili, Allah anasema, kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maneno haya yanazungumza Allah tabaraka wa taala. Ukiyachunguza maneno haya, ndani yake yanatupa sifa ya kuwa umma bora sisi, sifa ambayo miongoni mwetu pengine hatujipambi na sifa hiyo. Allah anasema mmekuwa umma bora. Kwa nini Allah tabaraka wa taala ametupa sifa kuwa umma bora? Sababu gani? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ni kwa kule kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kumbe kule kuamrishana mema na kukatazana mabaya ndiko kulikopelekea kwake Allah tabaraka wa taala kutupa sifa kuwa umma bora. Tujipongeze kwa hilo kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Itakuwa ajabu mimi nilisimama hapa nikakuamrisheni nyinyi kumwasi Allah tabaraka wa taala. Itakuwa ajabu mimi nilisimama hapa nikakukatazeni katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu jukumu letu si hilo, bali jukumu letu ni kuhakikisha kila mmoja anaamrisha mema na anakataza mabaya. Kupitia kauli hii na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafanya taakidi mubalagha, akakazia maarifa katika hili, katika kutupa jukumu sisi. Mtume akasema, kullukum ra'i wa kullukum mas'ula an ra'iyatihi, nyote ni wachunga nanyi mtaulizwa katika vile mlivyovichunga. Hivyo basi kila mmoja ana jukumu la kuhakikisha anakataza na anaamrisha katika yale ambayo pia
aliyotufundisha Mtume wetu Muhammad, ama katika yale aliyotuamrisha Allah tabaraka wa taala. Ahbabi fillah, kila mmoja anatambua siku hii ya leo ni siku gani? Yaumul Jumaa, siku ya Ijumaa, siku kuu katika masiku, siku ambayo ina mabora sana, siku ambayo imetawaliwa na kheri nyingi sana, siku ambayo wajibu wetu kujipamba katika siku hii kwa kutofautisha na masiku mengine. Moja katika mapambo ambayo tunataka tujipambe, tuhakikishe kila mmoja anakuwa ni tofauti, bil malabis, kwa mavazi anakuwa tofauti, kwa kukithirisha sana kuleta istighfar na mambo mbalimbali. Lakini siku hii ya leo tumefundishwa tuitumie katika mambo mbalimbali, ikiwa hayo mambo hata masiku mengine yasiyokuwa siku ya leo twaweza kuyatumia, lakini siku hii ya leo tukithirishe sana, tujizoezeshe sana kuyafanya mambo hayo. Ikiwa moja katika mambo hayo, tujitahidi sana yaumul Jumaa, siku ya Ijumaa, tuitumie kwa kwenda kuwatazama wagonjwa hospitalini, kwani hikma iliyowekwa kwa kuwatazama wagonjwa, tutapata ibra, tutapata mazingatio. Kwa sababu ukiwa na kawaida ya kwenda hospitalini kwa kuwatazama wagonjwa, moja katika mazingatio utayopata ni kuona kwamba huyu ndugu yangu yupo kitandani, ameshughulishwa na maradhi, alikuwa na uwezo kama ndio nao mie, alikuwa na nguvu kama nilizonazo mie, alikuwa mzuri kama ndio nao mie, lakini pamoja na uzuri wake, pamoja na nguvu zake, pamoja na ilmu yake, pamoja na uwezo wake, leo hii yupo kitandani, ameshughulishwa na maradhi, anapumulia oxygen, hamjui anaingia wala anatoka. Utapata ibra kwamba mimi nina kipi cha kujifahari kwa Allah kilichompendeza mpaka Allah hajanipa ibada hii ya maradhi kaenda kumpa huyo, ama huyo anakosa gani kubwa alilofanya kwake Allah mpaka kupa maradhi. Utapata ibra kwamba sisi sote tutapita kama alivyopita mwenzie. Tujitahidi sana kutumia yaumul Jumaa kwenda hospitalini kuwatazama wagonjwa. Lakini yaumul Jumaa, siku ya Ijumaa, tuitumie kwenda magerezani kuwatazama ndugu zetu waliofungwa. Kwa kwenda kuwatazama ndugu zetu waliofungwa, tutapata ibra, tutapata mazingatio makubwa sana, kuona kwamba hao wenzetu wako hapa magerezani, wamefungwa, wanalala muda ambao sio utakao wao, wanakula chakula ambacho si wakitakacho wao, wanayafanya yale mambo ambayo si wayatakayo wao. Mimi ni nani? Nipo uraiani, nalala muda ni utakao, nakula chakula nikitakacho, narudi nyumbani muda ni utakao. Mimi ni nani? Kwa kuyatambua hayo, yatakufanya wewe upate ibra, na katika ibra yako utamrejea sana Allah tabaraka wa taala kwa kufanya nini? Kwa kufanya ibada. Na si kufanya ibada tu, utakuwa na wakati mzuri wa kujijenga wewe katika maisha yako. Utakuwa ni chanzo cha kuleta amani katika mtaa wako, katika eneo lako na sehemu mbalimbali, kwa sababu ya kuhofu kwamba nikienda kinyume nami pia nitapelekwa kule gerezani kama walivyopelekwa wenzangu. Watakula chakula ambacho si wakitakacho wao, watalala muda ambao si wa utakao wao, watalala katika sehemu ambayo si ya starehe kama ambavyo walala wewe katika kitanda chako kitakacho. Yale maisha ukiyachukua ukayathaminisha na maisha yako ya uraiani, utajiona wewe kwamba uko tofauti na wale, utajengeka katika mstari ambao ni mzuri. Yaumul Jumaa, siku ya Ijumaa, tuitumie kwenda makaburini, kuwazuru na kuwatazama na kuwaangalia ndugu zetu waliokwisha tangulia mbele ya haki. Katika kuwatazama ndugu zetu waliokwisha tangulia mbele ya haki kule makaburini, tutapata mazingatio mengi sana. Moja katika mazingatio, tutajiuliza, hawa waliolala hapa walikuwa kama sisi, na sisi tutakuwa kama wao. Hawa waliolala hapa
walikuwa ni wazungumzaji wazuri kama mzungumzaji mie, walikuwa ni mashababi kama nilivyo mie, walikuwa wana uwezo kama nilionao mie, lakini leo hii wako wapi? Wako makaburini. Kwa hiyo makaburi ni sehemu pekee ambayo tunaweza tukaipa jina lenye kudumu kwamba ndio sehemu ya makumbusho, kwa sababu makaburini kule kuna kila aina ya watu na kazi zao. Ukitaka mashehe wako makaburini, ukitaka maustadhi wako makaburini, ukitaka wacha Mungu wako makaburini, ukitaka bodaboda utamkuta kaburini pale, utaonyeshwa kaburi la bodaboda mwenzio huyu hapa. Ukitaka kiongozi utaambiwa kiongozi kama wewe kaburi lake hili hapa. Kama muongo utaambiwa muongo kama wewe kaburi lake hili hapa. Kwa hiyo kila mtu na namna yake, kaburi halijaacha. Kwa kwenda makaburini tutajifunza, tutapata ibra kwamba mimi nani ambaye leo hii nipo hapa duniani. Kuna jema gani nililolifanya kumfanzia Allah tabaraka wa taala, hilo jema likapelekea furaha kwa Allah, ile furaha ikamfanya Allah aniweke niendelee kuwepo hapa duniani. Na huyu ambaye ametangulia mbele ya haki, kuna jema gani alilolifanya ama kuna ovu gani alilolifanya, hilo ovu likapelekea ghadhabu kwa Allah, ile ghadhabu ikamfanya Allah amchukue huyu haraka na aniache mie. Utaona kwamba muda wako bado haujafikia. Muda ukifikia hakuna kipingamizi chochote, na hajatokea mganga yoyote akakupa kinga ya kuzuia kifo, na hata tokea kifo tayari kilishanukuliwa katika maneno ya Allah tabaraka wa taala na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah huyo. Lakini hata mtume wetu Muhammad aliambiwa ishi utakavyo, fa innaka mayit, wewe ni maiti mtarajiwa. Hivyo ndivyo ambavyo hata sisi tuishi tutakavyo, tutambue kwamba sisi ni marehemu watarajiwa. Leo tupo, kesho hatupo. Hakuna mtu mwenye ahadi ya kutambua kwamba siku fulani ndo anaondoka. Yaumul Jumu'a, siku ya Ijumaa. Hayo ni machache katika mambo ambayo yatupasa sisi tuyatumie katika siku ya Ijumaa. Yatatusaidia kuzilea imani zetu na kutengeneza mfumo mzuri wa kuishi katika maisha ambayo yatakayotusaidia hapa duniani, kaburini na kesho akhera. Ahababi fillah, siku ya Ijumaa imedondokea katika shahr Ramadhan, mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwa mwaka ni mara moja, mwezi ambao umeletwa kwetu sisi kama ofa, ni golden chance, ni fursa dhahabia, tuitumie vizuri. Fursa ambayo ikiondoka tutajuta. Fikiri, wapo ambao tuliofunga nao mwaka jana, lakini leo hii hawapo, Allah amewachukua. Unahisi wewe mwaka ujao Ramadhani itakukuta ama utaikuta? Ramadhani si mgeni, mgeni ni mimi na wewe. Fikiria, wapo ambao tuliokuwa nao na wakati ya azma kuishi mwezi mtukufu wa Ramadhani vyema, lakini kabla ya kufikia mwezi wa Ramadhani Allah akawachukua. Wewe hujifahari, humshukuru Allah tabaraka wa taala aliyekupa uhai mpaka Ramadhani imekukuta ukiwa hai na safi na salama na afya yako, halafu Ramadhani iondoke haijakuachia athari katika maisha yako. Huoni kama ni hasara kubwa sana? Yaumul Jumu'a, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuja kama kifutio cha madhambi yetu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuja kama darsa kwetu sisi, darsa ambalo linatutegemea sisi tuweze kusoma vizuri, kisha baada ya hapo sasa tutaenda fildi. Ile fildi yako ambayo unaenda kule ukatumikia yale masomo uliyosoma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Moja katika mambo yaliyopo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao tunayasoma ni shafaka, upole, huruma, uadilifu, kuwa wa kweli, kujiepusha na maasi, kutambua kwamba kwa muda kuanzia asubuhi mpaka jioni nashinda njaa kwa funga. Hivi ni hatari gani wanaoipata maskini, wale ambao hawana chochote pale wanapokuwa na njaa? Ramadhani imekuja kama darsa kwetu sisi,
darsa ambalo linatutaka tukatumikie. Tuna maisha baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, baada ya Ramadhani kuisha umesoma nini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kitu ambacho unaenda kukitumikia nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuja ili kutupatia uchamungu, ili kutupatia uchamungu. Aya mashhur ambayo huwa ikisomwa, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, nimekufaradhishieni nyinyi funga kama nilivyowafaradhishia walio kabla yenu, ili nini? La'allakum tattaqun. Lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani muwe wacha Mungu. Awali kuzungumza kila kitu kina lengo. Sasa lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ili tuwe wacha Mungu. Fikiria wewe ambao unasema Ramadhani ni ngeni, halafu wewe ni mwenyeji. Ni Ramadhani ngapi zimekupita mpaka muda huu, mpaka umri ulionao wewe? Ikiwa lengo la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ili uwe mcha Mungu, Ramadhani ngapi zimekupita wewe Muislamu mpaka dakika hii? Hasibu anfusakum kabla tuhasab. Sema na nafsi yako, bali al-insanu ala nafsihi basira. Mwanadamu anajitambua mwenyewe. Ongea na nafsi yako, Ramadhani ngapi zimekupita? Ikiwa lengo ni ili uwe mcha Mungu, je, kuna ucha Mungu umepata? Ama kuna nusu ucha Mungu umepata? Ama kuna robo ucha Mungu ama theluthi ucha Mungu umepata? Bali al-insanu ala nafsihi basira. Ikiwa umepata, sema alhamdulillah. Kama hujapata, fanya juhudi sana ili upate mcha Mungu. Hakikisha mwezi mtukufu wa Ramadhani hauondoki bure, umekuachia kitu wewe. Usije ukajipa matumaini kwamba mwaka mwingine utakukuta wewe ili uweze kutafuta huo ucha Mungu. Tumia fursa hii kwa ajili ya kutafuta huo ucha Mungu. Wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna mabora mengi, na tupo katika 10 la pili, 10 la maghfira, 10 ambalo moja katika neema kubwa kuliko neema zote ni kusamehewa. Narudia, moja katika neema kubwa kuliko neema zote ni kusamehewa. 10 hili ni special kwa ajili ya maghfira. Utapata hasara kama hutakaa kitako kuomba istighfari kwa Allah tabaraka wa taala akusamehe madhambi uliyotanguliza kwa maksud ama kwa bahati mbaya, sababu sisi wanadamu, na kullu ban adama khata, kila mwanadamu ni mkoseaji. Wa khairu khata'ina tawwabun, wakoseaji walio bora ni wale wenye kutambua makosa yao na wakafanzia toba. 10 la pili ni 10 la maghfira, kumwomba Allah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tumia 10 hili la pili kuhakikisha unayasafisha yale mabaya uliyoyatanguliza mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah ni ghafurun, ni mwenye kusamehe, atakusamehe. Sasa ufikia pahala mwezi wa Ramadhani unapoingia, mfano wake unakuwa kama simu ambayo imejaa chaji, iko full 100. Kadri unavyoendelea kuitumia simu ile, ndio kijiwe kimoja ama namba moja inapungua. Ndio mfumo tulionao sisi. Ramadhani inapoingia, imani zetu zinakuwa zimejaa. Kadri ya siku zinavyozidi kwenda, ndio imani inazidi kupungua badala ya kupanda. Tunaanza na watu wengi msikitini, baada ya hapo jiwe moja moja linachomoka, mwisho wa siku khalas, mpaka Ramadhani nakwisha, mstari mmoja tu, wanabaki wale ambao walikuwa mkusudia zaidi. Ndio mfano huu. Kwa nini tusitumie Ramadhani kama ni sehemu ya ngazi ya kupandia kuelekea katika uchamungu utakaotufaa sisi? Ahababi fillah, wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man swama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yeyote atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa dhati, basi atasamehewa madhambi yake yaliyotanguliza yote. Sasa tujiulize, tunafunga Ramadhani kwa dhati? Kwa sababu kuna mtu yeye anatambua kufunga Ramadhani ni kutoingiza chochote tu tumboni.
basi yeye kafunga. Sheikh, mtu anatambua asipokunywa maji ama kula chakula yeye tayari kafunga, tukamaliza mambo mengine anaweza kafanya. Ndio hao utawakuta wanafunga lakini bado wanasengenya, wanafunga bado wana utesi, wanafunga bado wana roho ya kikatili, wanafunga bado wana dhulumu, wanafunga bado wana macho ya kutamani mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unavyofunga kumbuka kwamba hata viungo vinafunga. Imam Hazim anasema hata viungo vinafunga. Macho yanafunga kutazama yale muharramat, yale yenye kutamanisha. Macho, hakikisha macho unayafunga. Lakini mtu kafunga lakini macho kujujuu sana. Unapofunga hakikisha pia mdomo unafunga. Mtu anafunga bado anazungumza urongo, mtu anafunga bado anateta, anasengenya, lakini kafunga. Viungo pia vinafunga. Sasa wewe nani unafunga halafu viungo bado vinaendelea kumwasi Allah tabaraka wa taala? Rubba saim laysa lahu nasibu min sawmihi ila al-ju'i wal-'atsh. Anaweza kuwa mfungaji akajitambua kafunga, kumbe hajafunga isipokuwa ashinda na njaa. Kwa sababu gani? Kwa kutoa yaishi yale yaliyopo katika funga. Hakikisha katika funga yako tumia rasilimali ama neema ya mdomo wako katika kuzungumza na kuleta istighfari muda wote. Lakini mtume wetu Muhammad anapotajwa mtume Muhammad na tofauti anavyotajwa Abdul Hamid Fanani, tofauti. Unaposema sallallahu alaihi wasallam kwanza kuna malipo na thawabu sana. Kwa hivyo mtume wetu Muhammad anatuambia nini? Anatuambia nini? Hususa sisi wafungaji. Anasema, amezungumzia katika maneno. Kuna maneno ambayo ukiyazungumza, anasema kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani lirrahman. Maneno mawili ni mepesi kuyatamka. Nisikilize vizuri. Maneno mawili ni mepesi kuyatamka, lakini yana uzito mkubwa katika mizani ya kheri. Lakini anapendwa na Allah yule mwenye kuyatamka maneno hayo. Ama unaweza kusema kwamba yanapendwa na Allah, lakini anapendwa sana na Mwenyezi Mungu yule mwenye kuyatamka maneno hayo. Maneno gani? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Maneno haya uradi wako utumie katika maneno haya. Ule muda ambao unatumia maneno ya kumsengenya fulani, maneno ya kumtoa kasoro fulani, maneno ya kuzungumza urongo, maneno ya kupanga mipango yako ya baada ya Ramadhani kumwasi Allah, tumia maneno haya kwa ajili ya kutaka radhi, kwa ajili ya kuongeza nguvu katika mizani ya kheri. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Ni maneno ambayo watu wanayatumia tu pengine bila kujua. Na pengine mtu ameshiba futari yake, yuko pale kwenye tarawih, subhanallah wa bihamdi subhanallah, anatamka atambui subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Maneno haya ukiyatamka ukawa muda wote subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, muda wote unaongeza rasilimali ya uzito katika mizani ya kheri. Habibi fillah, tuyaishi haya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunahamasishana na kuambiana mambo haya ili wewe uyachukue, yakusaidie katika maisha yako, uyafanzie kazi. Halafu baada ya hapo Ramadhani kuondoka, utakuwa umeonyeka vizuri na utabadilika. Mwezi wa Ramadhani unakutaka wewe kama ni mgomvi kuacha ugomvi wako, kama wewe ni mtu ambaye usamehe, kama wewe ni mtu ambaye huna muamala na watu, basi uwe nao zaidi. Wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, mwezi wa Ramadhani kwa mwaka ni mara moja, unakuja na kuondoka. Utakaporudi tena pengine sio wewe, ni mtu mwingine tena. Kwa nini usitumie? Na yote hayo lazima ujitambue wewe ni nani, wapi umetoka,
hapa ulipo wafanya nini, ukitoka hapa waenda wapi, huko uendako kuna nini. Kwa kutambua hayo, lazima utatekeleza ile mipango ya mpangaji aliyopanga kumpangia mpangiwa. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atujalie tu kusikiza haya na kuyafuata. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atupokelee funga zetu. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atupe mwisho mwema. والله تبارك وتعالى يقول: وبقول يهتدي المهتدون فإذا قرئ عليهم القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم: وإذا قرأت القرآن فاستعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وما نهاكم من صوت فلا تعصوه وارجو لما عند الله من ثوابه فاسألوه واستغفروا الله عني وعنكم والجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البار الكريم. ومعرفة الصحيح المعملة وفسدها للتعريف الحلال والحرام. وجعل مالا من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام. وجعل مصير من خالف وعصاه دار الانتقام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. Hababi fillah, wapenzi wa Allah tabarak wa taala, ama hutuba yetu ya kwanza ilikuwa ikifafanua katika mambo mbalimbali yanayofungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una mabora mengi sana, mwezi ambao wajibu wetu tujipambe vizuri, mwezi ambao kila mmoja hakikishe anakuwa msaada kwa mwenzio, mwezi ambao kwa wacha Mungu, kwa wale wenye kufunga kwa dhati wanatamani, kama alivyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema laiti mngejua mabora yanayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mngetamani mwezi wa Ramadhani uwe mwaka mzima kwa thamani na mabora yanayopatikana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini wakati huo kuna watu wanatamani mwezi wa Ramadhani uondoke. Kuna watu wanatamani mpaka muda huu. Sasa hivi tayari wale waliosafirisha vimada wao ndio muda huu anaanza kuambia, ndio najichanga nipate nauli ya kukurejesha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani mtu anawaza kitu hiko. Muda huu ni muda ambao watu na wapenzi wao wanapanga mipango sasa. Ramadhani kwa kweli imekuwa kidogo kizuizi kikubwa sana, ila karibia tunamaliza. Kwa unaweza kumwona mtu anafurahia eti kuondoka kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yani mtu unafurahia kuondoka kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na aliyakuwa kuna watu wanatamani mwezi uendelee, wakiamini kwamba ndio wanachuma mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao imeshuka Qur'ani, mwezi ambao kila mmoja autumie mwezi mtukufu wa Ramadhani kusoma sana Qur'an. Lakini kuna wengine mpaka kufikia leo hata sura 2 akiwa peke yake nyumbani hajafanya hivyo. Ndio maana watu wanatumia kila siku, watumia juzu moja mpaka siku 30 amaliza. Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika darasa lake Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlullah. Watu wanaotaraji wapate pepo aliyoandaa Allah tabaraka wa taala wawakirimu watu bora zaidi wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Maswahaba anamuuliza, ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlu, hivi Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka na watu bora zaidi? Kuna bora alafu kuna bora zaidi. Mtume akasema naam, ndio ana watu bora. Man hum ya Rasulullah, ni watu gani bora zaidi wa Mwenyezi Mungu ya mtume wa Allah? Sikiliza jibu la mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili jibu halafu jiweke na wewe katika kundi hilo. Kama upo katika kundi hilo sema alhamdulillah, kama haupo muombe Mwenyezi Mungu ili akuweke katika kundi hilo. Mtume anasema ahalullahi fi dunya alladhina yaqrauna alquran wa yastami'unahu. Watu bora zaidi wa Mwenyezi Mungu waliopo duniani ni wale wenye kuisoma Qur'ani na kuisikiliza. Ala man akramahum fakad akramahu Allah wa rasula. Wenye kuisoma Qur'ani na kuisikiliza. Fahamu hapo, kuna kusikia na kusikiliza. Kusikia watu wanaweza kupita pale redioni, hata asiyekuwa Muislamu akasikia redioni inasoma Qur'ani, wewe akasikia. Kusikiliza ni kuconcentrate na kile, lakini pia kukifanzia kazi kwa maana yake. Ala tambua kwamba, ala fahamu kwamba man akramahum, atakayewakirimu watu hao wenye kusoma Qur'an na kusikiliza, akawakirimu, fakad akramahu Allah wa rasula, ni sawa amemkirimu Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mafikio yake ni peponi. Tumwombe Allah tujalie tuwe miongoni mwa hao. Tunawakirimu vipi wale wenye kusoma Qur'ani? Wanafunzi wapo madrasa, pengine kuna watu hatuna hata fikra ya kuja kujua hali zao, wanafunzi walioko madrasa, walioko bweni ama sehemu yoyote. Hawa ndio wanaosoma Qur'ani zaidi na zaidi.
kuja kuwajulia hali zao. Je, wana mapungufu gani? Je, nini tuchangie? Kwa kufanya hivyo unajiongezea kitu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wewe umekumbatia mali zako, uko nazo, unafurahia kuziona, kinaingia hiki kinaingia kile. Wanakujia watu ili uweze kutoa kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Huna habari tena, unajibu majibu shortcut, sina. Huna kweli. Utakapotoweka duniani, hizo mali zako zitakusindikiza, mali zitarudi na watu watarudi, utabaki wewe na matendo yako. Kama ulitumia rasilimali ya mali zako vizuri kwa kupeleka kwa Allah tabaraka wa taala, tambua kwamba huko kwa Allah tabaraka wa taala utakuta kuko vizuri. La dara almar'u ba'da almaut yaskunuha illa allati kana qabla almaut yabniha. Hakuna nyumba nzuri aliyoandaa mwanadamu isipokuwa ni ile aliandaa akiwa katika uhai wake hapa. Ukiandaa vibaya, huko utakuta mbaya. Ukiandaa vizuri, huko utakuta zuri. Hasa una mali lakini wewe umekazana, tumetulia. Watu wanapata tabu, watu hawajui kula yao, na ndio hawa waliohifadhi Qur'ani. Huoni kama ni hasara? Utakuja kuulizwa katika neema, thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Mali zako utakuja kuulizwa. Waman ahanahum, na atakayewapuuza watu bora zaidi hao Mwenyezi Mungu wenye kusoma Qur'an na kusikiliza, faqad ahanahu Allah wa rasula, ni sawa amempuuza Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mafikio yake ni motoni. Tumuombe Allah tuepushe kuwa miongoni mwa watu motoni. Ahbabi fillah, itumie hutuba hii ikakutengeneze, ikakubadilishe, ili utengeneze mfumo mzuri wa maisha yako, Watu wapo tayari kung'arisha majumba yao, lakini majumba ya Allah yanakuwa ovyo. Halafu tunataka pepo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ewe mwanadamu unaonisikiliza, mali ulizonazo, pesa ulionayo wewe sio ya kwako, ni ya warithi wako. Ya kwako wewe ni ile ulitoa kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Pesa si chochote wala si lolote. Aliyekupa nani? Msikiliza, Allah anasema almalu mali. Mali ulizonazo wewe zimesababishwa na mimi, zimetoka kwangu. Wal jannatu jannati, heka zako zote za kuingia msikitini kufanya nini? Tafuta pepo. Kwa sababu tunakuja msikitini ni mambo mawili tu, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tunaomba mambo mawili tu. Tunaomba Mwenyezi Mungu fid dunya, duniani atupe mambo mazuri. Nini? Utajiri, mke mzuri, maisha mazuri, mtu awe na amani. Hiyo. Wa fil akhirati hasana, akhera nataka nini? Pepo. Pepo unaipata vipi? Allah anasema katika hadithi al-Qudus, mali ulizonazo ni za kwangu mimi, na pepo ambayo naikimbilia mimi ndio nimeiandaa. Wa antum ibadi, na nyinyi ni waja wangu mimi. Fashtaru jannati bimali, nunua pepo yangu kwa mali zangu. Umeona? Sasa mwisho wa siku ukikariri hii tunaona kweli albinunu ufunuo wazimu na namna nyingi. Yaani mtu anakuletea simu, hii simu ni yangu, chukua. Lakini hela hizi hapo chukua. Sasa naomba hizo hela na hiyo simu yangu nunua. Yaani nakupa na kila kitu tayari. Sasa Allah anasema mali ni zake, sisi waja wake, pepo ni yake, tununue pepo kwa mali zake. Kwa hivyo najaribu kuzindua hii, kila mmoja awe hima kutoa kila alichonacho. Usijione unyonge, hata kama wewe huna pesa, kila kidogo ulichonacho kikitoa tu kwa ajili ya Allah utakikuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atupe moyo wa kutoa. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupokelee somo zetu. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe mwisho mwema. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie kheri na baraka. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atufungulie milango ya riziki. Tumuombe Allah tabaraka wa taala kwa wale wasona kazi, Allah wape kazi. Ya Rabbi, tunakuomba kwa wale wasona kizazi, ya Rabbi wape kizazi. Ya Rabbi, tunakuomba kwa wale wasona ndoa, wape ndoa. Ya Rabbi, tunakuomba wale wasiokuwa na kazi, wape kazi yenye manufaa kwa wao. Ya Rabbi, tunakuomba wale wenye ndoa zao zenye kuyumba, ya Rabbi zisimamishe vizuri. Ya Allah, tunakuomba ya Allah wajalie vizazi vyetu vishike dini. Ya Rabbi, tunakuomba utupe mwisho mwema. Ya Rabbi, tunakuomba tujalie tu kusikiza haya na kuyafuata. Wa'lamu anna Allah sallallahu ala nabiyyil qadima ولم يزل قائلا عليما وتنبيه لكم وتعليما وتشريف القدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصيب الهجرتين وعلى آله محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا ومولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آله محمد. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه، وأرض عن الأربعة الخلفاء خصوصا منهم ذو العصر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبا بكر الصديق، وإلى أمير المحبين الفقراء والمساكين أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب إمام التاقي حليم خليفة المنتهى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن ستة الباقين أدعو اللهم إنا نسألك النصر والسلام. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا أوقفنا موقف العز والكمال. اللهم يا نور النور تنورت بالنور ونور في نور نورك يا نور. اللهم يا عزيز تعززت بالعزة والعزة في عزة عزتك يا عزيز. اللهم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا عزيز.